Tugenda mwijuru ndamata Yesu tulabana wa Maria tulabana wa Maria tugenda mwijuru Yosefu nutusabire tugenda mwijuru. Asante sana. Hodi wana Yosefu. Asante sana. Historia ya Mtakatifu Yosefu mfanyakazi. Mtakatifu Yosefu ni wa uzao wa Mfalme Daudi, alizaliwa na Yakobo mwana wa Matani. Mtakatifu Yosefu ni baba mlishi wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyezaliwa na Bikira Maria, ambaye alipata mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Yesu, Maria na Yosefu wanaunda familia takatifu ya Nazareti. Yosefu na Maria ni mfano wa wazazi. Mtoto Yesu ni mfano wa watoto wa familia. Familia zetu zinapaswa kuishi maisha ya kufuata mfano wa familia takatifu. Familia ya Yesu, Maria na Yosefu ina sifa kuu tatu. Kwanza, walikaa pamoja, wakasali pamoja na kufanya kazi pamoja. Mungu alipomuumba mwanadamu alimkabidhi ulimwengu wote atawale juu ya viumbe vyote, autunze ulimwengu na afanye kazi kujipatia riziki yake ya kila siku. Yosefu akitambua hilo, alifanya kazi kwa bidii ili kuweza kuitunza familia ya Nazareti. Yesu alikuwa seremala, Maria alikuwa mama. Turagenda mwijuru Tugenda mwijuru Tulabana wa Maria tugenda mwijuru. Hodi wana Petero. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Ndiwe Petro, ndiwe Petro, Maria mwamba huu nitalijenga kanisa langu wala milango ya kuzimu haitaishi. Asante sana. Jina lake la awali lilikuwa Simoni na alikuwa mvuvi kutoka Galilaya. Yesu alipokutana naye alimpa jina Petro, linalomaanisha mwamba, akisema kuwa juu ya mwamba huo atalijenga kanisa lake. Petro alikuwa mfuasi wa karibu sana wa Yesu. Alishuhudia matukio muhimu kama kubadilika kwa sura ya Yesu na mateso yake. Ingawa alimkana Yesu mara 3 wakati wa kusulubiwa, baadaye alitubu na kuwa mhubiri jasiri wa Injili. Baada ya Yesu kufufuka, Petro aliongoza kanisa la mwanzo huko Yerusalemu na baadaye alisafiri kuhubiri hadi Roma. Inasadikika kwamba Petro aliuawa mjini Roma kwa kusulubiwa kichwa chini wakati wa utawala wa Kaisari Nero. Kwa sababu aliona hastahili kufa kama Yesu, anaenziwa kama papa wa kwanza na kiongozi wa kwanza wa kanisa Katoliki duniani. Siku yake huadhimishwa tarehe 29 Juni pamoja na Mtakatifu Paulo. Hiyo ndiyo historia ya somo la Jumuiya Takatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Jumuiya Mtakatifu Stefano shahidi. Hongereni sana. Tunaomba historia. Tumsifu Yesu Kristo. Historia fupi ya Mtakatifu Stefano, somo wa jumuiya yetu. Mtakatifu Stefano alikuwa Mwisraeli ambaye alikuwa na elimu ya Kigiriki. Alichaguliwa kuwa shemasi
yeye na wenzie 6 walichaguliwa na mitume wote kwa pamoja ili kusaidia kufanya kazi ya Mungu kwa pamoja. Mtakatifu Stefano alijaa hekima na uelewa mkubwa. Mara nyingi alikuwa akishiriki katika kufundisha na kuelekeza mambo yote yaliyokuwa na utatanisho wa kuelewa na pia kujibu maswali mbalimbali. Katika moja ya mikutano yake alikutana na kundi la Wayahudi ambao walianza kumuuliza maswali mbalimbali kutoka katika maandiko matakatifu. Wayahudi hao baada ya kuzidiwa busara na Mtakatifu Stefano walimzulia tuhuma za uongo kwamba alimkufuru Mungu. Wakamhukumu kufa kwa kumpiga na mawe. Mathayo 7 mstari wa 51 hadi 53. Katika mateso makali hakusubutu kuwasamehe watesi wake mbele ya Kristo Yesu ili asiwahesabie dhambi hii. Akiisha kusema haya akalala usingizi wa amani baada ya kupigwa mawe hadi kufa. Kwa ufupi, Mtakatifu Stefano ni mfano bora wa imani kwa Kristo Yesu na kanisa lake. Alikuwa msaada mkubwa katika maisha ya kila siku. Kwa hakika kati ya wanafunzi kundi mzuri aliheshimika kuliko mfanyabiashara tajiri. Kila mzazi alipaswa kwa mujibu wa sheria kumfundisha mtoto wake ufungu fulani hata kama hakuhitajika kuutenda.